tuibebe agenda ya nishati safi kama agenda kila mmoja kuweza kuiona kwamba ni agenda inayoliponya taifa, inayoliponya taifa na kumkabili adui mkubwa anayeitwa mabadiliko ya tabia nchi, anaweza kupelekea madhara makubwa kwa taifa letu. Lakini jambo la pili, tuibebe agenda ya nishati safi kama agenda kubwa ambayo inaweza kudhoofisha rasilimali watu na afya yao katika taifa, likawa ni taifa lenye mali lakini halina rasilimali watu. Programu maalum inayoitwa Connect Umeme Pika kwa Umeme, kwa ubunifu mkubwa wa programu hii ambayo sio tu kwamba ina manufaa kwa TANESCO, lakini inalinda uhai wa kudumu kwa Watanzania na watu wengine. Kama chakula kinaweza kikaiva kwa unit moja leo, labda unit moja ikawa shilingi dash na ukaiva ni gharama unit moja, kesho utakapoambiwa mapafu yako yameharibika na hatuna uwezo wa kuyabadilisha, utapata upeo wa kulinganisha na kutofautisha bei kati ya bei ya afya na bei ya umeme. Babaki ni watu kulalamika, watu kutokutosheka. Hata Mungu hapendi mtu ambaye muda wote anaonyesha. Na ndio maana mkiangalia leo, baadhi ya Watanzania wanatamani taifa la Tanzania tumwage damu za kutosha, wanatamani mtumbwi huu wa amani uolewe, wanatamani hii amani mnayoiona yote ipotee. Sasa nataka kuwathibitishia Watanzania, kama kweli mnataka mjaribu radha ya machafuko, basi isaponi. Lakini sisi wajibu wetu kama viongozi, tutalinda amani mpaka pale tutakaposema sasa yatosha, kwa maslahi yangu, kwa maslahi yako na kwa maslahi ya vizazi vingine. Kwa mtu yoyote atakayejaribu kuharibu miundombinu ya TANESCO, si miundombinu ya nani, kutaka tumwage damu, kuanzia leo na hata kuendelea, hatumjibu watu fanya jambo lote, lakini kamwe hata inuka wala kuchuchumaa, ili taifa libaki kuwa salama. Na tukienda kwa namna hiyo, ndio itakuwa leadership katika taifa. Yawezekana wengine hamjui maana ya amani, na ndio maana lazima tutumie nguvu kuelewesha, ili uelewe maana ya amani ni nini. Hapo ulipokaa ni amani. Wenzetu Kongo wakaa hivyo, akaa hapa bunduki imepiga huko, mtoto aelewe alipo, kamzaa jana leba, leo anaambiwa kimbia mbio. Msiombe masuala hayo, msiunge mkono hoja hizo. Hoja za maendeleo, na kama maendeleo hujadilika nayo, sema katika lugha ya kawaida, itubaki kwa Tanzania wamoja. Tisa, kuna mambo ya uchaguzi. Tarehe 30 uchaguzi umekwisha. Kama na mihemuko ya uchaguzi unaisha tarehe 29. Kuanzia tarehe 30, kuanzia tarehe 1 uchaguzi hamna tena. Lazima taifa libaki kuwa moja kwa maslahi mapana ya Watanzania wenyewe na sio mtu mwingine. Kuhudumia wateja wanaotaka kuunganishiwa umeme, na mpaka sasa tumehudumia wateja zaidi ya 350 na huduma inaendelea. Lakini tunayo program nyingine ya kuwauzia sasa wananchi mmoja mmoja wasiokuwa watumishi wa TANESCO, tunaita on bill financing. Mwananchi anayeunganishiwa umeme tunaweza tukampa jiko akaenda nalo, na kupitia manunuzi yake ya umeme anakuwa analipia jiko polepole. Na majiko haya ni bei rahisi, yanauzwa kwa bei rahisi sana kwa sababu yana ruzuku na hayana bei zile zenyewe ambazo tumezizoea kuzikuta. Nishati hii ni nzuri sana. Cha kwanza inabana matumizi, umeona. Alafu cha pili kwamba inalinda afya. Inalinda afya ya mazingira. Una manufaa makubwa sana kwa sababu watu tunalipa kidogo kidogo. Maana ukipiga mahesabu kwa siku unalipa 500, kwa hiyo kwa mwezi unalipa kama 12,500 hivi. Hili jiko ni nzuri sana kwa nishati, kwa umuhimu wa binadamu, kwa afya yako, kwa kila mwanadamu, na si wanawake wenzangu, na kuhamasisha tufanye umuhimu kununua majiko kama haya, kwani kutumia kuni, vifuu, moshi kunahatarisha afya ya binadamu. Una uwezo wa kulipa keshi, unaweza ukalipa kidogo kidogo mpaka pale deni lako litakapokwisha, huku ukiwa unatumia jiko lako. Na matumizi yake ni mazuri, yanatumia umeme nafuu zaidi kuliko hata mkaa, hata kuni. Kwa hiyo nawapenda kuhamasisha wanawake wenzangu, wa baba wa majumbani, waweze kutusaidia wakina mama kuweza kutufanyia wepesi katika majiko kama haya nyumbani.